بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Ramadhan mwaka 1447, katika darsa ambayo tutasoma aya katika suratul Baqara zinazofungamana na ibada ya saum, ayatu siyam, kusoma fawaid katika kitabu al-Ilmam ببعض آيات الأحكام للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. tuliahidi kuwa leo insha Allah tutaanza kuisoma aya 187 ya suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala asema: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. hii ndio aya ambayo biidhnillahi ta'ala tutaishi nayo leo katika kuieleza maana yake mwanzo nini, kisha faida zinazopatikana ndani yake. Kabla ya kuingia katika kuieleza hii aya, ni muhimu sana kukiwa na sababu ya kushuka aya katika Qur'an, kwa anayetaka kuifahamu ajue sababu yake kushuka hii aya nini, sababu ile sababu itakubainishia maana ile aya nini. Allah subhanahu wa ta'ala asema: uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Qad kana fi awwal al-amri, mwanzo ilipofaradhishwa ibada ya saum, yahrumu ala ar-rajul idha nama fi laylati as-siyam thumma istayqadha qabla al-fajr an ya'kula au yaqruba ahlahu. Mwanzo ilipofaradhishwa saum, ilikuwa inapofika wakati wa jua kuwa limetua, watu ufuturu, ikatokea mtu akalala usingizi, akiamka katika usiku ule, maadamu katikati amekatiza na kulala, haruhusiwi mtu huyu kula wala kunywa wala kumkaribia mke wake. Hii ilikuwa mwanzo. Kwa hiyo ilikuwa mmoja wao akifunga, ikifika wakati wa kufuturu, ana ruhusa ya kula na kunywa na kumkaribia mke wake kwa sharti asilale. Akilala, akiamka, ile ruhusa itafanya ishakwisha. Tumeelewana? Ilikuwa hukumu mwanzo ni hivyo. Ikatokea mmoja katika masahaba na Ansar
alikuwa akifanya kazi katika jua kali kwenye mchana wa Ramadhani, na kazi yake alikuwa ni mkulima. Akadima, bila shaka alitokwa na jasho sana, kwa maji yamepungua mwilini na amechoka sana. Na hili walifahamu wanaofanya kazi ya kulima. Yule bwana alipotoka kazini jioni, kaenda nyumbani, akifika amwambia mke wake, kuna chochote cha kufuturia? Yule mke akamwambia, leo hakuna kitu, lakini wacha nikaangalie namna kama naweza kupata chakula. So masahaba walikuwa wakiishi katika hali ngumu sana, kinyume na ilivyo leo. Leo waweza kumwona mtu ajiita maskini, lakini ndani nyumba yake havikosekani katika jioni ya Ramadhani vyakula 2-3 au zaidi. Alhamdulillah, Allah ametufanyia wepesi. Wakati wa masahaba mtu aje kumuuliza mke wake kuwa kuna chakula, aambiwa hakuna, na amefunga, hakuna chochote ndani ya nyumba. Wala yule mke hamtolei ufidhuli yule mume, akamwambia kwani uliweka kitu hapa, atawaja kuuliza. Yani leo wewe waweza kujibiwa hivyo, kwani uliweka kitu? Sijui kwa nini baadhi ya wanawake siku hizo wamekuwa mafidhuli sana, hawana subra katika mambo ya maisha na tabu, hawaelewi. Yeye ataka pale anapotaka kiwepo, kama hakuna basi yule mwanamume ashakuwa muovu, ni mujrim nini. Na hii mpaka ikafikia kuwapelekea baadhi ya wanaume kufanya kazi za haramu, ili mradi apate kitu, apunguze yale maneno ndani ya nyumba. So pale ndani ya nyumba kuna ulimi mrefu kweli, akigota, akiulizwa nani, asema bismillah. Mimi baba watoto, anza na bismillah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Aweza kujisomea ruqya aswa. Manake akiingia huko ndani, yale maneno atakayoyakuta mpaka washindwa. Kuna watu si makosa yao, huwa hawapendi kwenda majumbani mwao, aogopa kwenda pale, usimtambua neno litaniudhi roho. Sasa wewe fikiria waishi na mwanamke kama wewe, kisha waje kumuuliza vipi, kuna chakula nyumbani, na wewe mwenyewe kweli ulikuwa una kitu, au majawabu atakuwaje? Lakini wanawake wa kisahaba tofauti kabisa. Hatuwaambii kwa wake zetu kuwa kama wanawake wa kisahaba, hatujasema hivyo, lakini siwaige basi angalau kidogo, yule mume ukampa moyo. Kuna tukio limetokea wakati wa salaf. Kuna bwana mmoja auza sokoni bidhaa. Mmoja katika wanaovioni akaenda kununua kwake, akawa yuapa sana, wallahi nanunua kwa wallahi. Yule bwana ya nini viapo vyote katika biashara, wewe uza tu, usifanye hivyo. Alikuwa Makka. Sema nikarudi mwaka unaofuata, nikija kununua nikamkuta kuwa hata mara moja hakuapa. Nikashindwa kujizuia, nikamuuliza, wewe si ni wewe nilikuona siku zile kila unachokiuza umeweka viapo vingi? Nasema ndugu yangu, sikutaka kwangu, nilikuwa na mke muovu sana. Nisiporudi na kitu nyumbani alikuwa akinipa maneno mabaya sana. Sasa yabidi nitumie njia yoyote mimi nipate kitu nirudi nacho nyumbani. Ndio ukaniona alikuwa na hapa. Yule mke Allah akamtukua, kaflia mbali. Wajua yule haambiwi anjifia. Wewe ushaona mtu mke wake akafa, akasema mke wangu anjifia, alhamdulillah kafa, nikaoa mwingine. Yule mwingine nilimuoa, kabla sijatoka nyumbani aniambia, ittaqillaha fina, mche Allah juu yetu, fa inna nasbiru ala aljuu' wala nasbiru ala an-nar. Sisi tuweza kusubiria njaa, lakini moto wa jahannam hatuwezi kusubiria. Kwa hivyo katafute riziki ya halali, ukikosa njoo tutasubiria njaa, lakini usituletee riziki ya haramu ndani ya nyumba. Asema ndiwacha kuwapa hapa kwenye biashara, nikipata haya, nisipopata haya. Najua kuna mke nyumbani asimama na mimi katika jambo langu. Almuhimu turudi katika huyu sahaba, ndio sababu ya kushuka hii aya. Sahaba auliza kuna chakula?
hakuna, lakini wacha nikakutafutie namna na kuletea. Yule mwanamke alipotoka, yule bwana kwa kuwa amechoka akalala na haja kula, amepigwa na usingizi pale akalala. Jaat almar'a, mwanamke akija, ya khaybatan lak, ewe huyu bwana ameambulia patupu. Alipoamka ikawa hana ruhusa ya kula mpaka siku ya pili, tena wakati wa magharibi. Alipokwenda kazini siku ya pili akapoteza fahamu, akazirai kwa ile njaa na kiu. Allah akateremsha hii aya, masahaba wakafurahi sana kwa hii ruhusa waliyopata, kuwa sasa hivi ni halali kula na kunywa, hata ukalala ukaamka mpaka alfajiri pambauke. Ndio hivi leo sisi tufanyia kazi ya hukumu ambayo tutaiona sasa hivi, lakini kabla ya hapo ilikuwa ni kinyume cha hivyo. Ukilala ukiamka basi, hata kama hukula kwisha, bimaana una ruhusa ya kula na kunywa na kumkaribia mke wako kwa kiwango cha kuwa hujalala. Ukilala kwisha. Kwa hiyo kulala kwao kama ni kama ndo alfajiri imeingia, kama siku yetu alfajiri ilikuwa ni kulala. Kwa hivi ndivyo ilivyokuwa. قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يشرب أو يقرب أهله. amekatazwa vyote vinavyofuturisha ikiwa atalala kisha amke katika usiku wa saumu. Hukumu hii kafuta. Fanasakha Allahu dhalika, Allah akaifuta hii hukumu. Wa abaha Allahu lakum ayuha almu'minun fi layali as-siyam jimaa nisaikum, akawahalalishieni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa mwezi wa Ramadhani kuwakaribia wake zenu. Wahilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum, kwa akawaruhusieni nyinyi, kapewa ruhusa ya kuwakaribia wake zenu katika usiku wa saum, usiku wa Ramadhani. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, ay fahunna sitrun wa i'fafun lakum, hao wake zenu ni stara kwenu nyinyi na kuwazuieni nyinyi kutokamana na kwenda kwenye haramu. Wa antum sitrun wa i'fafun lahunna, na nyinyi ni stara kwao wake zenu na wao kutoingia kwenye haramu. Kwa kila mmoja ni kama mfano wa nguo kwa mwenzake, amstiri mwenzake. Kwa wale ambao hawana wake hapa, basi hamna nguo, tafuteni nguo mvae, sitembee tembee tu hapa. Tafuteni nguo mvae. Kina Wadidi hapa, kina nani, Salimu Katu hapa, tuangalia wasikiliza faida tu. Subhanallah, angalia Qur'an ilipokuja na lugha ya adabu sana, lugha ya adabu sana, heshima kabisa, maneno yaeleweka vizuri kabisa, lakini kwa maneno ya adabu kabisa. Subhanallah, yani haya maneno waweza kuzungumza mbele ya watoto wako kawaida, sikina azimu mwanka, maneno kawaida tu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, watu yaeleweka, iko wazi na maneno ya adabu na heshima kabisa. Kwa nyinyi ni stara kwao na wao pia ni stara kwenu, kila mmoja amstiri mwenzake na kila mmoja amuhitajia mwenzake. La yastaghni ba'dukum an ba'd, hakuna mmoja ametosheleka kutokana na mwenzake, kila mmoja amuhitajia mwenzake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Sababu kulikuwa na baadhi ya masahaba walishindwa kujizuia. Ni kweli tumekatazwa, wakawakaribia wake zao mpaka baada ya kuamka, wakashindwa kujizuia. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia akawasamehe katika hilo. Alima Allahu annakum kuntum takhununa anfusakum bifi'li ma nahakum anhu,
Allah alikuwa yuwajua kuwa nyinyi mwajifanyia khiana nafsi zenu kwa kukifanya kile ambacho alikuwa amewakatazeni. Kwa kulitokea baadhi yao wakawa kile kitendo wameshindwa kujizuia. Masahaba walikuwa tofauti, wana nguvu sana. Ibn Umar radhiyallahu anhu ardah wasema wakati mwingine alikuwa akifuturu na mkewe, tuwashindwa kujizuia. Kifika magharibi, Allahu akbar, Allah, wewe watafuta tende, kuna wengine atafuta mingine, kwa zile nguvu walizokuwa nazo radhiyallahu anhu ajma'in. أنت بتروح عند أخوالك فرحمكم وتاب عليكم. wajua hiyo بتروح عند أخوالك أنت. Kuna hadhara mmoja kenda kwa mke wa pili. Sasa wale wanawake wakawa mfanyia kusudi, akaenda huku sio kwenda kuoa kwa ajili ya hii, haya akaenda huku, haya akaenda huku, akaona wanawake wataniua hawa. Sasa akasema nenda kuwatembelea wajomba zangu, nenda kwa wajomba. Kwa hiyo akaomba ruhusa, sema baruh inda khwali, nenda kwa wajomba zangu. Na methali yutumia, asema njiani alipokuwa yuwakimbia sasa akakuta jibeberu kubwa la piga fujo, alafu kuna wale mbuzi wa kike wengi pale. Amwambia skote mte batruh inda khwalak mte nyamaza basi, sasa hivi utakwenda kwa wajomba zako pia wewe, kelele hapa. Acha mwambia mbuzi hivyo. Almuhim, masahaba Allah aliwapa nguvu radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema alikuwa yuwajua kuwa mwazifanyia khiana nafsi zenu kwa kuyafanya yale aliyowakatazeni. Na hapa kuna dalili ya kuwa anayefanya yale aliyokatazwa na Allah amejifanyia khiana nafsi yake, kwa sababu waisababishia ile nafsi kwenda kuadhibiwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu anapofanya jambo ambalo la haramu amejifanyia khiana nafsi yake mwenyewe. Kwa Allah akawarehemu na kuwasamehe, wa khaffafa ankum, akawafanyia takhfif na wepesi. Kisha akasema fal'ana bashiruhunna, ay fal'ana jami'uhunna, nimewapa ruhusa wakaribieni wake zenu katika usiku wa Ramadhani. wabtaghu ma kataba Allahu lakum, ay watlubu ma qaddara Allahu lakum min adh-dhurriyyah, na katika hicho kitendo mnachokifanya basi munuie pia, ili mpate thawabu, munuie kutafuta kizazi. Ikiwa Allah amejaalia na kukadiria kizazi katika kile kitendo, wewe ukawa umekifanya kwa nia hiyo, basi ni ajiri kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pia. wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na mtafute kile alichowakadirieni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala katika kizazi, kwenye kile kitendo mnachokwenda kukifanya. Ikiwa Allah atawakadiria watoto, basi umeongeza watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambao hata ukiondoka biidhnillah ni sababu ya wewe kuombewa dua na ibada unazozifanya, na wewe pia upata ajiri. Tuseme kwa mfano nia yako ilikuwa niyo, hukupata hicho kizazi, Allah atakulipa kwa ile nia yako nzuri iliyokuwa nayo. Kwa hiyo atuelekeza katika kuwa na nia nzuri katika kile kitendo tunachokifanya. Kisha akasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, ay wakulu washrabu fi al-layli kullihi, na kuleni kunyweni usiku mzima mmeruhusiwa. Na hapa ikafutwa ile hukumu ya mwanzo. Kwa hiyo tukapewa ruhusa sasa usiku mzima, bimaana wakati wote ukiamka, wataka kunywa maji, wataka kula, waruhusiwa, wataka kumkaribia mke, maadamu haijafika alfajiri. Hatta yatabayyana lakum tulu' alfajr as-sadiqi, mpaka itakapowabainikia nyinyi kupambauka kwa alfajiri ya kikweli, kwa sababu alfajiri ziko mbili, kuna alfajr as-sadiq na alfajr al-kadhib. Alfajr al-kadhib ni nuru ambayo hutokea kabla ile alfajiri ya kikweli, ikawa kama mfano mkia wa mbweha, ukaona mwangaza kisha ukapotea. Ile si alfajiri, bado hajaingia alfajiri. Alfajiri ya kikweli ni ule weupe
unaokwenda kwa upana, kulia na kushoto upande wa mashariki. Kisha kila wakati ukisonga na ule weupe ufanya nini? Wazidi mpaka alfajiri yatoka, subuhi yapambauka, jua latoka. Bibayadhi alfajri wa infisalihi an sawadi al-layl, utakuta ule weupe wa alfajiri ule wapambanuka baina yake na ule weusi wa kiza cha usiku. Kwa hapo ndio alfajiri ishaingia. Sasa kuanzia pale huruhusiwi sasa kula na kunywa, kwa sababu ushaingia wakati wa kuanza ibada ya somo. Utaenda nayo mpaka magharibi ingie. Sasa hii pia kuna tukio limetokea la baadhi ya masahaba, sababu hii aya ilishuka hivi: wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad, mpaka mwanzo aya imeshuka mpaka. Kuna masahaba kama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, akachukua uzi mweupe na uzi mweusi akauweka kwenye mto wake. Akiamka yuangalia mweupe na mweusi kwenye kiza, haoni tofauti, wala akala mpaka ilipompambaukia ushang'ara. Sasa sababu usiku huwezi kubainisha baina ya mweupe na mweusi, yote yaonekana nyeusi. Kwa mwangazo ulipotokea akaenda kwa Mtume, ya Rasulullah, hii mvipi? Nimengoja kweli kweli mpaka nione tofauti ya uzi mweupe na uzi mweusi, lakini sioni tofauti. Mmekula mimi mpaka kukapambauka, kukawa kwa ng'ara. Mtume sallallahu akamwambia la, si maana yake. Ndio ikashuka minal fajri, wakaelewa kumbe inaokusudiwa si uzi ule uzi literally uzi, kinachokusudiwa ni kule kupambauka kwa alfajiri. Ndio ikawa masahaba wakaelewa kumbe inaokusudiwa si uzi mwenyewe ule uzi. Na hili pia limetokea kwa baadhi ya masahaba. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema thumma atimmu siyama ila al-layl, ay thumma akmilu siyama, kisha kamilisheni funga yenu, bil imsaki anil muftirat, kwa kujizuia kutokana na vile vinavyofuturisha, min tulu'i al-fajri hatta taghiba ash-shams, kuanzia kupambauka alfajiri mpaka jua litakapotua, kwa sababu usiku waanza kwa jua kutua, siku kuingia kwa giza, kama wanavyoelewa Mashia vichwa vyao vibovu. Wajua kwa sababu ya kutukana masahaba mpaka wamekuwa mazuka. Usiku waingia kwa jua kutua, siku ingia giza. Lile jua linapotua lile, ule mkate wa jua ukawa hauonekani tena, tayari usiku umeingia. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im. Usiku ukianza kuingia upande huu, akaishiria upande wa mashariki, na mchana ukawa waondoka upande huu, upande wa magharibi, wa gharabat ash-shams, na jua likatua, faqad aftara as-sa'im, yule aliyefunga tayari ashafungua. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo anayefunga hufungua kwa ule mkate wa jua kutua, kwa jua alionekani. Na hii mtu akiwa kwa mfano yuko baharini ama yuko katika jangwa, yuaona lile jua hilo latua, shatua pale, ana ruhusa ya kula na kunywa. Adhana ni ya kumjulisha Muislamu kuwa wakati umefika, lakini adhana sio kuwa tusipoisikia ufai kula. Tufahamu, haimaanishi kuwa kwa mfano muadhin amechelewa dakika 5, wewe umekaa tu, mbona leo nichelewa, siwezi kaa hapo kwetu, ngoja tu hapo. Kumbe maskini muadhin anaanguka chooni, mkama msubiri tu, mbona atokei mbona atokei. Sisi nakumbuka pale Majengo kulikuwa na misikiti kadhaa. Sasa ule msikiti mlioko ule mwasikia kwingine kuadhiniwa, ushaadhiniwa magharibi, lakini bado kwetu bado kidogo tu, sasa hivi kwetu sasa sikushadhiniwa magharibi, kuleni. Au wakati umefika, jua limetua, wewe waliona lile jua lishatua, خلاص kula. Basi jamaa wakati huo wa nyuma wakiona hivyo, vipi utakula kabla ya adhana? Tulikuwa tukiwauliza, na yule muadhin mbona yuwala kisha ndio adhina, nisikia adhana gani yule? Kisha umuona bwana. Nakumbuka sisi watoto tumwangalia yule muadhin, ashakula bado kidogo tu, ashakula. Sasa sina wewe ule pia, kipi kinampa yeye ruhusa ale wewe usile?
wallahi tulikuwa stupid ya akhi. Alhamdulillah, tulikuwa tasmin nini. Kuna vitu vingine, vitu vya kawaida, yani watu washindana, balaa, fujo. Allah musta'an. Almuhim, jua likishatua خلاص ushafungua. Sasa yule mwenye kuadhini yule, yeye wakujulisha wewe kuwa jua lishatua, ndio maana yuadhini akwambia wewe kuwa ishafika wakati. Kwa ikiwa wewe hulioni jua, subiri. Ukisikia adhana unajua hii sahi maana yake jua lishatua. Kwa hiyo unaweza kula. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد لأن ذلك يبطله ولم سوى كربيه وكزينه نهل يكوى مكويتكاف مسكتيني. Usiniulize maswali mengine ya ajabu hapa, nishajua watakuuliza nini. Utaanza vipi na uko msikitini? Sijui mimi, lakini hili nikatazo limekuja kuwa mkiwa katika hali ya itikaf jiwekeni mbali na wake zenu. Basi shajua hivyo. Twende mbele, kwa sababu kitendo hicho chabatilisha itikafu yako. Wewe ukifanya itikafu ashul awakhir kwa mfano, wewe uko mbali kabisa na mambo ya kidunia, na katika yale ambao wajiweka mbali nayo ni mke wako. Jiweke mbali na mke wako. Kisha Allah akasema tilka hududullahi fala taqrabuha. Tazama hii aya, mfano wake zimekuja katika ahkam nyingi sana. Tilka hududullah, lakini hakuna hukumu yoyote ambayo Allah ametahadharisha kuikaribia mipaka yake isipokuwa ibada ya somo peke yake. Ahkam za ibada ya somo, sema tilka hududullahi, hakusema fala ta'taduha kama ilivyo katika aya nyingine na ahkam zingine. Sema fala taqrabuha, na hii ni kuonyesha uzito wa ibada ya somo na kuwa ni ibada adhimu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wacha kuivuka ile mpaka, hata usikaribie mipaka aliyoiweka Allah na ahkam alizoziweka katika somo, usijaribu kukaribia. Kefu yule mtu ambaye hafungi mchana wa Ramadhani, atakuwaje mtu kama wakati Allah sema fala taqrabuha, msikaribie mipaka hii. Ay tilka al-ahkam al-madhkuratu hiya hududullah baina al-halal wal-haram fala taqrabuha abadan. Hizo ahkam zilizotajwa hapa zinazofungamana na ibada ya somo ni mipaka ya Allah aliyoiweka baina ya halali na haram, basi msikaribie abadan. Fa inna man iqtaraba min hududillahi yushiku an yaqa fi alharam, kwa sababu anayekaribia ile mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala akaribia kuangukia kwenye haramu. Kwa hiyo kaa mbali. Kisha akasema kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. وبمثل هذا البيان الواضح الجلي, na kwa mfano wa hii bayana iliyo wazi kabisa niliyobainisha hapa katika hii aya, litilka alahkam, hizi ahkam nilizozitaja hapa, yubayyinu Allahu ayatihi linnas, ndivyo anavyobainisha Allah aya zake kwa watu, la'allahum yattaqunahu, ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li ma amara wa tarki ma naha, kwa kuyatekeleza yale aliyoamrisha na kuyawacha yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ujumla hii ndiyo maana ya hii aya. Kwa kilichoko mbele yetu sasa hivi insha Allah ta'ala ni kusoma maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kuieleza hii aya na faida zake, na hilo insha Allah tutalianza katika kikao cha kesho insha Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.